Mtazamaji wa Amka TV, ni Amka TV asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunajenga kesho. Kama ambavyo nimekujuza, nataka jina namba moja la Ngosha. Amka na hii ni Amka TV. Sisi ni asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunajenga kesho. Tumekwisha kutizama historia za makabila kibao. Leo wacha tutizame miongoni mwa makabila ama miongoni mwa historia za makabila ambao nimekwisha kukujuza. Tutizame pengine ni makabila yapi yako na lugha ngumu zaidi. Niko na orodha ya makabila 10 yenye lugha ngumu zaidi. Tukianza na nambari 10, hawa ni Wakelewe, wanazungumza Kikerewe. Kundi lao la lugha inakaa kwenye kundi za lugha za Kibantu ama unaweza kusema Bantu. Kwa nini ni ngumu? Iko na sarufi ya kipekee, iko na misamiati ya kale ya Kibantu tofauti na Swahili. Tofauti na Kiswahili. Tukianza nambari 10 ni Wakerewe, wanazungumza Kikelewe. Nambari 9 Waha, wanazungumza Kiha. Ama Gambo ni buke, wanakuambia Kigoma ni Muji lakini Mwanza ni Chipoko, umeme paka Kurunyasi. Hawa ni Waha. Kundi lao la lugha wanakaa katika miongoni mwa lugha za Kibantu pia ama lugha za Bantu. Kwa nini Kiha ni kigumu ama ni ngumu? Kwenye swala la matamshi yao ya haraka sana. Matamshi yao huwa ni matamshi ya haraka sana na maneno mengi yanaunganishwa. Hivyo pengine inaweza ikawa ni vigumu kwa wasio wazawa kuelewa. Lugha hii pia nambari 9 Waha. Nambari 8 Wachaga, wanazungumza Kichaga. Kuna Kimachame, Kibosho na kadhalika. Jumla ni Wachaga, tunaweza kusema hivyo. Lugha yao ya kundi lao katika lugha ni pia ni miongoni mwa lugha za Kibantu ama tunaweza kusema Bantu. Kwa nini ni ngumu? Kutana Wachaga wako na haja nyingi sana na matamshi yao ya haraka pamoja na mchanganyiko wa sauti zinazobadilisha maana. Ndio maana kwa Wachaga wao wanajuana. Akizungumza utasikia hichi ni Kimachame, hiki ni Kibosho, hiki ni Kivunjo na vingine kama hivyo. Nambari 7 Wamasai. Hapo tunaweza kusema wanazungumza Kimasai. Kundi hili lao la lugha inakaa kwenye Nile Sahara, yani Rotic. Kuna makundi tofauti ya lugha kama ambavyo Wachaga wao ni Kibantu, tumetizama Waha Kibantu, Wakelewe ni Kibantu. Nambari 7 tuko na Wamasai. Kundi lao la lugha wao ni miongoni mwa makundi ya lugha za Kinirotic. Hao tunaweza kusema Nile Sahara. Kwa nini ni ngumu? Iko na mfumo mgumu wa tone. Neno moja linaweza likawa na maana tofauti kulingana tu na sauti na namna ambavyo utakavyolitamka. Pia sentensi inaanza na kitenzi kabla ya mtendaji. Hawa ni Wamasai. Nambari 6 Alagwa, Was, wanazungumza Kialagwa. Hawa kundi lao la lugha ni Kushtik ama Kushtik. Kwa nini ni ngumu? Lugha ya watu wachache sana, hivyo ni vigumu kupata rasilimali za kuweza kujifunza na inayo matamshi ya kipekee. Nambari 5 Wagorowa, Kigorowa. Kundi lao la lugha nao ni Kushtik. Kwa nini ni ngumu? Inafanana Kiilaki, iko na matamshi magumu zaidi na viambishi vya vitenzi tata. Nambari 4 Wadatoga ama Wamang'ati, wao wanazungumza Kidatoga. Kundi lao la lugha wanaingia kwenye kundi la Nilotic. Kwa nini ni ngumu? Iko na matamshi mazito ya koo na mabadiliko ya sarufi kulingana na umoja na wingi. Sandawe, wao wanazungumza Kisandawe. Kundi lao la lugha ni Khoisan, wanazungumza Kikokoi. Kwa nini ni ngumu? Kama tu Wahadzabe wa Sandawe pia wanatumia milio ya dondoo, clicks, yani sarufi na matamshi yake yanahitaji mazoezi ya misuri ya ulimi na koo. Nambari 2 Ilak, ama wao wanazungumza Kiiraki. Kundi la lugha yao ni Kushtik. Kwa nini ni ngumu? Iko na sauti za koo ambazo hazipo kwenye Kiswahili. Iko na sarufi yenye sheria ngumu za jinsia za maneno na vitenzi. Nambari 1 nambari 1 ni Wahadzabe, wao wanazungumza Kihadzabe. Kundi lao la lugha ni Khoisan.
lugha ya kipekee, yani iko isolated, iko imejitenga, lugha ya pekee. Kundi lao ni Khoisan. Kwa nini ni ngumu? Hii ndio lugha inayotajwa kuwa ngumu zaidi Tanzania na Afrika ya Mashariki. Inatumia sauti za milio ya dondoo, click sounds, sauti zinazotengenezwa kwa kuunganisha ulimi, meno na kakaa. Pia haina uhusiano na lugha nyingine yoyote duniani. Hawa ni Wahadzabe. Hapa nimekujuza makabila 10 ambayo yako na lugha ngumu zaidi. Tumewatizama Wahadzabe, wanazungumza Kihadzabe. Kundi lao ni Khoisan. Khoisan Khoi. Lugha yao ya kipekee iko isolated pia. Nambari 2 nikakwambia Iraq, wao wanazungumza Kiiraq. Kundi lao la lugha ni Kushtiki. Nambari 3 ni Wasandawe, wao wanazungumza Kisandawe. Kundi lao la lugha inakaa kwenye lugha za Khoisan. Nambari 4 nimekujuza Wadatoga ama Wamang'ati, wao wanazungumza Kidatoga. Kundi la lugha ni Nilo Sahala, wao ni Nilotic. Nambari 5 ni Wagoroa, wanazungumza Kigoroa. Kundi lao la lugha ni Kushtiki. Wakati Waalagwa ni nambari 6 ama Wasi tunazokuita, wao wanazungumza Kialagwa. Kundi lao la lugha ni Kushtiki. Wakati pia nambari 7 ni Wamasai, wanazungumza Kimasai. Kundi lao la lugha ni Nilotic. Tukatizama Wachaga nambari 8, wanazungumza Kichaga. Kwenye Kichaga unakuta kuna raja tofauti kama Kimachame, Kibosho na kadhalika. Kundi lao la lugha ni Kibantu. Tukaja nambari 9 ni Waha, wao wanazungumza Kiha. Kundi lao la lugha ni Kibantu. Nambari 10 ni Wakielewe, wao wanazungumza Kikerewe. Kundi lao la lugha ni Kibantu. Ukisikiliza Kihadzabe au Kisandawe unaweza ukapata changamoto kubwa zaidi ya matamshi, wakati Kiiraki na Kimasai zinatoa changamoto zaidi upande wa sarufi. Haya ni makabila 10 yenye lugha ngumu zaidi. Mimi ni Ngosha Mkaya na hii ni Mkaya TV. Asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunajenga kesho. Hakikisha basi una subscribe, una turn on notification, unaweka comment yako, na share, una like, mabaraka vizuri, tunakaa watu vile. Asante kwa kutizama, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Ukitaka kufahamu historia za makabila mbalimbali, maudhui tofauti ya mila na desturi, hakikisha pia unafuatilia video nyingi tumekwisha kufanya ambazo zimepita hapa Mkaya TV. Unaweza kutizama video nyingi sana zilizopita, hasa kutizama historia za makabila mbalimbali, na historia nyingi kibao zinaendelea kuja. Shitale Mola tisange kumabala.